Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam liliwaarifu kufanya uchunguzi wa kina juu ya mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Baozan Lee, ambaye huyu alikuwa mwenye asili ya China au mwenye utaifa wa China. Mtu huyu alikuwa ni mmiliki wa kiwanda cha kuchakata chupa ambacho kilifahamika kwa jina la Zingli, ambacho kiko eneo la Mabibo, Ubungo, Dar es Salaam. Mtu huyu, kama mnakumbuka, aliuawa kikatili na watu waliodaiwa kuwa walikuwa ni walinzi wa kiwanda hicho. Kifo hiki na mauaji haya yalijenga taharuki miongoni mwa umma na jamii ya watu waliokuwa wanamfahamu mtu huyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam liliahidi kufanya uchunguzi wa kina, lakini pia uchunguzi huu umehusisha mamlaka zingine za kiuchunguzi ambazo zipo ndani ya Jeshi la Polisi. Ufuatiliaji umefanyika na Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 katika maeneo tofauti tofauti kuhusiana na tukio hili la mauaji. Watuhumiwa hao wote 4 baada ya kukamatwa wamehojiwa kwa kina kwa kuzingatia mifumo ya kisheria na wamekiri kula njama kwa pamoja, baadaye wakamvamia usiku, kumshambulia na baadaye kumuua mtu huyo, baada ya kuwa wamemwibia kiasi cha pesa, kwa mujibu wa wao, kiasi cha pesa cha shilingi milioni 9. Pesa hizo wanadai zilikuwa ndani kwenye kiwanda hicho, na mara baada ya kufanya tukio hilo na kuiba pesa hizo walitoroka na kuelekea maeneo tofauti tofauti. Watuhumiwa hawa, baadhi yao 2 wamekamatwa eneo la Namanga mkoani Arusha, na wengine 2 wamekamatwa eneo la Mabibo hapa jijini Dar es Salaam kwa siku tofauti tofauti. Watuhumiwa waliokamatwa wamejulikana kwa majina ya Godson Simon au maarufu kwa jina la Laizer. Huyu ana miaka 25, ni mkazi wa eneo linaloitwa Okolili, Siha, mkoani Kilimanjaro. Mtu mwingine aliyekamatwa ni Elisha Saitoti maarufu kama Lukmai. Huyu ana umri wa miaka 24 na ni mkazi wa eneo linaloitwa Mkonde, Handeni, mkoani Tanga. Mtu mwingine aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godfrey Laban maarufu kama Molel, mwenye umri wa miaka 30, ni mkazi wa Makongo, Kinondoni, hapa jijini Dar es Salaam. Mtu wa mwisho aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godson Pinel maarufu kama Isika, mwenye umri wa miaka 24, naye ni mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hawa, baadhi yao baada ya kukamatwa wamekiri kutenda tukio hili, na baadhi ya pesa wamekiri kununua ng'ombe ambao wamewaonyesha, ambao wamechukuliwa na taratibu za kisheria zikiwemo na mifumo ya kisheria jinsi ya kufanya rekodi ya vielezo hivyo itafanyika. Baadhi yao pesa walizozipora
wamedai kununua ng'ombe na ng'ombe hao wamewaonyesha. Watuhumiwa wote hawa ambao wamekamatwa wataingia kwenye mifumo ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kuishirikisha ofisi ya mashtaka ichambue hiki kilichochunguzwa na baadaye wafikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito watu kujiepusha na vitendo vya kihalifu. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halina huruma na wahalifu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.